Young Africans wameonyesha ubabe mkubwa sana kule visiwani Zanzibar baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya AS FAR Rabat, mchezo ambao ulikuwa ni mgumu na ulikuwa ni wa kushambuliana kwa pande zote mbili, ingawa AS FAR Rabat na waliweza kupata bao katika dakika za 70, lakini ilikuwa ni bao la kusawazisha na muamuzi akaamuru kwamba hiyo ni offside. Kwa hiyo ni kama ingekuwa ni hivyo basi matokeo yangekuwa ni sare ya 1-1. So pongezi sana kwa Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya, lakini pia pongezi pia kwa Prince Dube ambaye amekuwa na hana mwendelezo mzuri kwenye safu ya ushambuliaji ya Young Africans, lakini pia kocha ameendelea kumwamini na kumpa nafasi katika michezo mikubwa kama hii ambayo inaamua hatima ya timu. Pointi 3 za nyumbani ni pointi muhimu sana kwenye mashindano ya CAF, kama unavyojua ugumu wa madimba ya ugenini. Kwa hiyo inaweza ikakuletea changamoto kidogo endapo utakuwa hauna confidence ya kushinda katika ardhi ya nyumbani. So Yanga wamedhihirisha hilo leo na wameonyesha mchezo mzuri na mchezo ambao wamecheza kiufundi sana. Kwa hiyo congratulations kwa Young Africans. Simba wao watashuka dimbani hapo kesho ukipiga na Petro Atletico de Luanda, na nilikuwa naangalia press ya pre-match press ambayo imefanyika leo, na Joshua Mutale ameweza kuelezea namna ambavyo wamejiandaa na mbinu ambazo watazitumia kuweza kuhakikisha kwamba wanaibuka na ushindi katika mechi hiyo ya hapo kesho. Kwa hiyo mtanangi ni mkubwa, lakini tuone kama nao wataweza kufurukuta katika ardhi ya nyumbani, ingawa ni ngumu sana kwa sababu timu za klabu bingwa zote ni mabingwa ambao pengine mabingwa wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo ni timu ngumu na ni timu ambazo pengine zina ushindani wa hali ya juu kwenye mashindano haya. Kwa hiyo una maoni gani?